sifai hili, mzee hataki kusikiliza. Alikuwa amemwona mtoto wake aliyepotea. Najua maamuzi yake ya pili yamemletea maisha mema. Bwana Yesu asifiwe. Maana amependa kukutana na yeye mtu ambaye amesahau. Alitoka kule na matambara, lakini anavikwa vazi la kitajiri. Maana amefika kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amepigwa mteke ambaye sio kila mtu anavaa. Ametoka kwa nguruwe, sasa amechinjwa ndama. Ni maamuzi. Ni maamuzi. Kuna mambo machache ambayo nashuhudia nataka nifanye haraka juu ya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi ni hatua mtu anayechukua baada ya kujitambua kwamba hayuko sahihi au hayupo kwenye eneo sahihi. Hiyo ndio maana ya maamuzi. Mtu anapojichunguza akajitambua, hapa nilipo sio sahihi, ninachokifanya sio nzuri, hapo ndipo panahitaji maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Na maamuzi yanaweza yakajenga, na maamuzi mabaya yanaweza yakabomoa. Vile unavyoishi maisha yako, maamuzi yako ndio yamesema hivi. Kuna mtu anaokoka kwa muda mfupi, miezi michache, yuko madhabahuni, ameamua. Najua tulipoamua, unajua mimi nimeokoka nikiwa na kisinga, nimekatwa na watu wa Mungu waliookoka, wakakata kisinga, sema kata. Sasa ni kwetu hiyo kata kisinga kama umekufa au ndugu yako amekufa, ndio kata. Niliamua. Lakini kuna rafiki yangu na kwa yule mchungaji wa ndani anayetuseremba alikata hii nani, ile mshanga mkubwa, akaweka kwenye sanduku, akasema hivi, nitaweka mama, nani anajua siku nilirudi nyumbani. Akaweka sandukuni. Hata mimi nilichukua nikapeleka kwenye jiwe, nikasaka asitokee hata mtu atakayesogelea. Lakini yeye aliweka sandukuni. Sijajua kama amerudia, sijaelewa. Baba. Maamuzi ndugu yangu yana umuhimu wake. Usikae bila maamuzi ya dhati. Na amua vizuri, uishi vizuri. Amua vema. Siki mwimbaji gani alisema amua vema? Bahati Bukuku. Amua vema, uishi vema. Maamuzi kuna aina mbili. Kuna maamuzi ya busara na kuna maamuzi ya kipumbavu. Yote yanaitwa maamuzi. Ukiamua ni pumbavu, tunakubaliana kwamba ni mpumbavu aliyeamua kipumbavu. Na hatuna namna ya kukuingilia maana umeamua kipumbavu. Mtu anaweza kaishi kwenye nyumba ya Mungu miaka, ametumaa, haisabiki, haonekani, hafanyi lolote, ameamua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi ya busara na kuna maamuzi ya kipumbavu. Katika maamuzi kuna vitu viwili ambavyo muhimu lazima iwepo. Kwanza, lazima mtu anapotengeneza maamuzi, tulisoma pale, lazima azingatie sana moyoni. Lazima moyo wake uihoji na kuidadili juu ya maamuzi atakayotengeneza, juu ya maamuzi atakayoweka. Maana maamuzi haya ndio maisha yake.
Haleluya. Wakati mwingine katika ulimwengu wa sasa hivi ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu waliingia kwa mhemko na wala sio maamuzi yenye busara. Jambo la pili, maamuzi yanahitaji kuchukua hatua. Anahitaji kuchukua hatua. Lakini maamuzi yenye tija yana gharama yake. Bwana asifiwe. Maamuzi yoyote mazuri yana gharama yake. Hebu nikupe watu wachache walioamua vyema na wakatengeneza maamuzi, lakini yalikaribu maisha yao, lakini baadaye walitoboa. Kwa kitabu cha Mwanzo mlango wa 39 hapa tunakutana na kijana Yusufu aliyeamua, lakini maamuzi yake yalimgharimu miaka ya kutosha, yalimgharimu gerezani, kwa sababu ni maamuzi yenye uzito. Lakini alichoamua ameamua, na maamuzi haya ni yale yenye busara ambayo mbele yake yana mafanikio makubwa. Haleluya. Hakuna maamuzi yenye busara yasiyo na mafanikio mbele. Hakuna. Kila yana gharama. Yana gharama. Mstari wa 7 mpaka 10 au hata 6, mstari wa 6 mpaka 10, Mwanzo 39. Maamuzi yenye tija yana gharama yake. Unapoamua vizuri lazima itakugharimu, lakini itakufaidisha. Bwana asifiwe. Ukiamua kuwa mkulima utazingatia, itakugharimu muda, itakugharimu pesa, lakini itakuinua kiuchumi. Ukiamua kumfuata Yesu, ina gharama yake, ina mapito yake, ina msukosuko yake, lakini ina mafanikio mbeleni. Wanawake walioshinda kutengeneza maamuzi, hao ndio walishinda kwenye njia hii. Njia hii inahitaji makamanda waliotengeneza maamuzi na wakapita kwenye maamuzi yao. Haleluya. Hebu soma maandiko, Mwanzo 39 mstari wa 6 mpaka 10. Ndio. Biblia inasema, akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Yes. Na Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Amenikabidhi yote, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Ndio. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Ndio. Kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyeje ubaya huu nikamkose Mungu? Ndio. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakusikia alale naye wala aongee naye. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kijana huyu ni kijana mtumwa, aliuzwa na ndugu zake, wakampeleka nchi ya kigeni. Aliajiriwa kwenye nyumba ya bosi, tena ni mkuu wa majeshi. Akawa pale kama house boy, lakini baada ya muda mfupi bwana alifanikiwa kupendwa na mke wa bosi na mke wa tajiri. Kama angekubaliana angekula bata, angekula kuku na mirija. Au nini? Anakula na mirija kuku? Au nafanyaje? Kuku si analiwa nyama. Sasa ndio kwani na mirija. Haleluya. Akaishi maisha ya raha. Angekuwa anatawala hiyo nyumba, kwa sababu amependa
pale. Alichotazama Yusufu ni kuona uzuri ulioko katika ufalme wa Mungu wake, wala sio mali iliyoko pale, wala sio kupendwa na mke wa tajiri. Ni kupendwa na Mungu aliye hai, ni kupendwa na Mungu wa miungu. Ndio katika ulimwengu wa leo unatafuta nini baba? Dependa na mtu tajiri. Na huyu ni tajiri sana. Yule mama angeajiri mfanyakazi mwingine wa siri, alafu switi yake angekaa kimya tu. Lakini Yusufu maamuzi yake ni moja, nataka nimwone Bwana. Haleluya. Kuna watu wanababaishwa na dunia. Kuna watu wanababaishwa na vitu vidogo. Maana yake hawakutengeneza maamuzi ya nguvu. Mtu aliyetengeneza maamuzi hawezi kusumbuliwa na vitu vidogo sana. Hawezi kusumbuliwa na vitu dhaifu. Maana yake alichotengeneza ni maamuzi ya siku moja kuketi kiti moja katika ufalme wa Bwana Yesu. Na hii dunia ndugu yangu ni kama pamba. Pambo lililorembwa. Vitu vingi vipo tu na tunakata katikati, lakini nataka makamanda waliamua. Haleluya. Wa kike na wa kiume walioamua, sio wanaoangalia pembeni kama mwizi. Jana mwekazina alisema mtu yote mwenye dhambi anaangalia kama kuku anayepigana na mwenzake. Hana ujasiri ya kuangalia, kwa sababu Biblia inasema waofu wanakimbia bila kuguswa na mtu. Lakini asema wenye haki ni majasiri kama nini? Kama simba. Haleluya. Yusufu yule kijana ilimgharimu maisha yake. Baada ya kukataa mke wa bosi, alibambiziwa kesi ya ubakaji, akakamatwa, akapelekwa gerezani kwa sababu ya maamuzi yake. Lakini sikiliza nikwambie, mtu wa KCC, ukiamua maamuzi ya dhati juu ya Bwana, Bwana atakuwa na wewe kila mahali. Hata wangekusingizia, Bwana yuko pamoja na wewe. Hata wangemfanyaje, Bwana yuko pamoja na wewe. Nisikilize, alikamatwa, akapelekwa gerezani. Alipofika gerezani, gereza lilimheshimu, akapewa kuwa kiongozi wa gereza, kwa sababu ni mwenye haki, anatetea haki, anasimama na haki, anapigania haki. Haleluya. Mungu anataka. Hata wakati mwingine Mungu hataki viangalika. Mungu anataka makamanda. Haleluya. Sema makamanda. Mungu hajawahi kutafuta vitu dhaifu. Alipotaka kutengeneza watu watakaohubiri Injili, kwanza alienda baharini. Baharini ni wavuvi wa samaki. Wale wajamaa hawalali usiku na mchana, wanaishi kwenye baridi, wanaishi kwenye maji. Kwa maana hiyo ni wapiganaji, na Yesu anatafuta wapiganaji, watu ambao wameamua kupigana kwa ajili ya ufalme wa Bwana Yesu. Ndio maana amemgeuza Petro, anamwambia wewe ulikuwa mvuvi wa nini? Wa samaki, lakini sasa ni mvuvi wa nini? Wa watu. Bwana si watu wa Mungu. Amen. Yusufu ilimgharimu gerezani, lakini gereza ilipofika alipewa utawala. Baadaye akatolewa gerezani, akapelekwa kwenye nchi. Alienda mpaka amekuwa waziri mkuu, kutoka nyumba ya Potifa mpaka kuwa waziri mkuu wa nchi, kwa sababu ya maamuzi yake. Haleluya. Kwa sababu ya maamuzi. Mwambie mwenzako, acha kuamua kinyonge wewe. Unamuamua kinyonge. Yule kijana amepoteza vyote, hana haki ya baba yake, lakini aliamua kidume. Nilipenda sana niwalo liwe, lakini naenda kwa baba yangu. Haya ndio maamuzi yanayotakiwa.
kinyonge, ishi maisha kijasiri. Haleluya! Na kama unataka kuishi maisha kijasiri, ishi maisha ya haki. Mtu mwingine wa pili ambao walitengeneza maisha, imegharimu maisha yao, lakini maamuzi yao inawasaidia. Fungua kitabu cha Danieli. Fungua kitabu cha Danieli. Naenda haraka kidogo. Kitabu cha Danieli, mlango wa 3 mstari wa 16 mpaka 18. Tunakutana pia na watu pale walioamua iliwagharimu maisha yao, lakini walitoboa. Hakuna aliyeamua vizuri asitoboe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasita mpaka Yesu anarudi anasita tu, naenda unisiende kama kinyonga. Maamuzi ni kugeuka. Maamuzi ni kuamua kuchukua hatua. Ijapokuwa ina gharama yake, lakini ina faida kubwa kuliko gharama hiyo. Haleluya. Tunaomba basi tusome mstari wa 16. Danieli mlango wa 3 mstari wa 16 18. Amen. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, ndio, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Ndio. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Ndio. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kutumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Asante sana. Haya ni maamuzi magumu sana, maana ni mbele ya tanuru la moto na wanaangalia kwa macho, na iko miungu iliyotengenezwa ili watu wawiabudu, lakini vijana hawa wamekataa. Wametengeneza maamuzi, wamesema kuliko taabudu miungu, lakini afadhali tufe na hii tanuru la moto, na wakapeleka mbele ya mfalme, na mfalme akawaita akawahoji, akamwambia Meshaki, Abednego na Shadraka, mnakataa kuabudu miungu yangu niliyowatengeneza? Wale vijana wakamwambia, uishi milele mfalme, lakini sisi hatutaabudu miungu mingine, maana Mungu tunayemtumikia atatuokoa na mikono yako, na kama hajatuokoa wacha tufe, lakini hatutaabudu miungu mingine. Haleluya. Ni maamuzi magumu ya magharimu maisha, lakini hakuna aliyeamua vizuri na akaishi baadaye vibaya. Haleluya. Hakuna aliyewahi kutengeneza haya maamuzi akadumu hivyo hivyo. Lazima kuna kitu mbele yake ya maana. Vijana wale walikamatwa, walitupwa kwenye tanuru la moto, na walipotupwa kwenye tanuru la moto, Biblia inaniambia waliposhuka tu waligeuka kuwa 4, wakati wametupwa 3. Maana yake Mungu wa miungu aliingilia kati kwenye ile moto, maana maamuzi hayo ni mazito, ili wagharimu maisha yao, na yeye lazima asimame na watu wa namna hiyo. Siku zote Mungu anasimama na wenye maamuzi ya dhati. Haleluya. Ile nasema waliposhuka akaweka mtu 4 kati yao. Biblia inasema wale waliowashika wale vijana na kutupa kwenye moto wao walikufa. Lakini vijana wale wao walioingia, kilichofanyika ni kamba tu ilikatika, sio walizofunga mikono yao. Lakini waliendelea kutembea kwenye moto. Walitembea ndani ya ile moto. Na mtu 4 yuko kati yao. Yamkini Bwana wa mabwana ameshuka. Maana walioteremka kwenye moto ni makamanda, wenye maamuzi ya dhati, wenye maamuzi ya maana, waliopigania nchi yao, waliopigania Bwana wao. Kwa hiyo Mungu akawa kati yao. Haleluya.
ndio yanayotengeneza maisha yako. Vile unavyoishi ndio inakuwa hivyo. Haleluya. Ukawa ni mtu wa kusimamishwa kila mwaka, umeamua wewe mwisho barabara inalia, unaacha wewe kwa sababu umeamua hivi. Wakati watu wanakuja kutumikia Bwana, wewe unang'ang'ana na vitu vidogo sana ambaye kusaidii. Mwaka huu 2026 ningekuomba mtu wa ICC, hebu tuamue kwa nguvu moja. Sasa twendeni tukamtumikia Bwana, tukaishi maisha ya kumpendeza Yesu. Twendeni tukainua injili ya Kristo Yesu mbele ya watu. Haleluya. Amua, usitembee bila maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao maisha hayaeleweki, anaenda kama nyoka. Hayaeleweki, anaenda mbele, anaenda nyuma, anaenda wapi huyu? Anafanyaje? Kwa sababu hana maamuzi ya dhati anayotengeneza. Angalia hao vijana wamemwambia hata kama Mungu hajatoboa, hatakuwa tayari. Usijipia sana. Na walipiga kweli. Hebu tusome mzee mmoja hapa aliyewaita wazee. Joshua mlango wa 24. Amekusanya taifa, akaita wazee. Anasema jioni tutengenezane maamuzi. Wao tumejidizele mgorora. Wao tumelekea. Etoki na watu. Wao ndio wayabani. Kama ndio etoki na yaani wazee jioni hapa tuamue jambo moja. Yaani ni kama ninasema jioni watu wa KCC. Jioni leo tuamue jambo. Angalia maamuzi ambayo huyu mzee anawaambia wazee. Hebu soma mlango wa 24 mstari wa 15 16. Nani kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wakajibu wakasema, hasha, usimwache Bwana ili kutumikia miungu mingine. Asante sana. Unajua katika lugha yetu ya Kimasai, majibu ya wale wazee wamesema hivi, uso kwa mama melima hapa hiyo wakaroni ya kuisha ya kuliality. Melima hapa. Yaani wamesema asha, hatutaenda kuabudu miungu mingine. Maana unajua imefika mahali watu wanaenda kama nyoka, watu wanaenda ili waeleweke wanaenda wapi. Sasa Yesu akasema haya sio mpango wa watu wanaokwenda mbinguni. Wazee, hii sio njia ya wazee wanaosimamia taifa kwa ajili ya Mungu wetu. Tunataka kutengeneza maamuzi mapya. 2026 sisi tutengeneza maamuzi mapya. Hatutabaki tena kwenye udhaifu. Ni wakati wa kuamka na kutembea katika njia ya Bwana na kumuinulia Yesu na kumletea Yesu watu. Wale wazee wakaambiwa amueni hivi leo, lakini mimi mchafanya mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Shauri wako wewe. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Iwe kwa kisu nitamtumikia Bwana. Iwe kwa upanga nitamtumikia Bwana. Iwe nimefukuzwa nyumbani nitamtumikia Bwana. Iwe Mungu ananitushia nitamtumikia Bwana. Iwe watoto wananitishia nitamtumikia Bwana. Iwe nimefukuzwa wapi nitamtumikia Bwana. Haya ndio maamuzi yenye tija. Haya ndio maamuzi yenye busara. Haleluya. Yule kamanda wa jeshi akawaambia, maana jeshi ndiye anaongoza. Awaambia hatuwezi kwenda namna hii. Hatuwezi kwenda hivi. Tuna watu ambao wanaenda nyuma, wanaenda mbele, wanaenda mbele, wanaenda nyuma. Ni lini tutatoboa? Lini tutatembea? Wewe una miaka 30 ndani ya nyumba ya Mungu. Hakuna sehemu kwenye ufalme wa Yesu. Hakuna haushiki kwenye kiungo katika utumishi wa Bwana. Akiitwa watumishi wamenyamazia kimya. Wewe ni mpaka lini? Ni wakati wa kutengeneza maamuzi. Sita
tuseme inatosha. Hatukae kimdhaifu. Lazima KCC isumbue hii nchi. Haleluya. Maana mimi nafahamu kiongozi aliyeko hapa ni kamanda wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mwingine, hebu tu rafiki yeye alikuja huko kwangu huko kwenye Injili. Wakati mwingine baba anajaribu kwenda, lakini watoto wanamshika hivi, anamnyima kutembea, akitaka kwenda anamshikilia. Sasa huyo baba watu wanaenda wapi wakati wameshikilia, wanataka kukaa nyuma? Mwambie mwenzako, mimi sitaki kukaa nyuma, wala sitaki kushika nguo, nataka nitembee mbele, nataka nitembee mbele, nataka nitembee mbele. Maana yake ninaamua leo nitakuwa mwana wa Injili, nataka niamue leo nitakuwa mwana maombi, nataka niamue leo nitakuwa mwimbaji, nataka niamue leo mimi ndio wa kwanza kutoa kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Tengeneza maamuzi. Tengeneza maamuzi. Watu wa kuabudu wakae hapa mbele. Tengeneza maamuzi. Huu ni mwaka mwingine na tunataka tutishie. Tunataka kuwa tishio. Wale watu wa kwanza kila mahali walipopita walikuwa tishio. Sio watu wa kawaida. Usikae mpaka unakuwa kawaida tu. Tengeneza maamuzi. Yule kijana alipotengeneza, maisha yake yalibadilika. Maisha yake yalibadilika. Hadhi yake ilibadilika. Jina lake lilibadilika. Kwa sababu aliamua maamuzi ya dhati. Akina Meshaki na Abednego walipoamua maamuzi ya dhati, majina yao yamebadilika. Na Mungu wao alitambuliwa kwa sababu wamesimama. Watu wa Mungu mlioko hapa, tunakwenda kumwabudu Bwana. Lakini mwambie Mungu, naomba nisaidie nitengeneze maamuzi. Maamuzi yangu ikafae katika maisha yangu sasa. Karibuni kwenye upako huu. Wakati tunamwabudu Bwana, nyanyua mikono yako juu. Wakati tutaenda kuomba, mwambie Bwana akusaidie.
safari ya maisha yetu. Asilimia kubwa ya maisha tunayoishi ni matokeo ya kila ambacho tumeamua kwenye maisha yetu. Tunaweza kuwa vile tunavyotaka, na inaweza kugharimu watu nguvu kubwa sana kutufanya tuwe wanavyotaka tuwe, lakini kuwa unavyotaka ni jambo linalotoka kwenye maamuzi yako binafsi, na tumeambiwa tuwe na maamuzi tu ya busara yenye tija itakayotufanya tustawi na kufanikiwa kwenye maisha yetu. Nataka nikupe muda wa kufikiri maisha uliyo nayo. Nataka nikupe muda wa kufikiri mipango ya maisha yako yalivyokaa. Nataka muda wa kufikiri familia na uendeshaji wake na kila kitu kinavyoenda kwenye maisha yako. Pengine kuna maeneo ambayo yanahitaji maamuzi mapya. Ili tuone matokeo makubwa, lazima tufanye maamuzi, na hata kama itagharimu, italeta matokeo na mapinduzi katika maisha yetu. Maisha ya kiholela hayatatupeleka popote, lakini kuamua kusimama na kutembea na Mungu bila kujihurumia, tuweza kuwa watu wa tofauti watakaoleta historia. Mungu akufanye miongoni mwa watu wakuu katika 2026. Bwana alete mapinduzi katika mapito yako na kwenye safari yako. Lakini lazima tuweke msingi wa maamuzi kwamba maisha yangu yatakwenda hivi, hata kama inanigharimu. Hebu Mungu akupe neema. Nataka nikupe nafasi ya kusema na Mungu. Nataka nikupe nafasi ya kujiweka mikononi mwa Mungu. Hebu jiweke wakfu katika mwanzo wa mwaka huu, namna ambavyo utafanya maamuzi ya kutembea na Mungu, namna ambavyo utafanya maamuzi ya kumtumikia Mungu, namna ambavyo utafanya maamuzi ya kujitoa mbele za Bwana, namna ambavyo utatumia vipawa, karama ulizonazo kwa ajili ya kuujenga ufalme wa Mungu, namna ambavyo utakuwa ni mtu mwenye bidii na jitihada, sio mtu wa kusukumwa kwenye mambo ya usio ufalme, lakini ni wakati wa kujitambua, ni wakati wa kuweka msingi, ni wakati wa kuweka maamuzi yatakao kusaidia kustawi na kufanikiwa na kuwa chachu na sababu ya ufalme wa Mungu kusonga mbele. Baba yetu na Mungu wetu mwema sana, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa sababu umetupa muda na nafasi ya kuwepo mbele za uso wako. Asante kwa sababu ya neno hili ambalo umelileta katika maisha yetu asubuhi ya leo, kwa habari ya kuwa na maamuzi yatakao tusaidia kwenye safari ya maisha yetu, yatakao tusaidia kwenye kuishi kwenye kusudi, yatakao tusaidia kwenye kukuzalia matunda. Baba, kwa kupitia jina la Yesu aliyefufuka, tunajiweka kwako kama kanisa mbele zako. Kila mmoja na mainua machoni pako na mbele za uso wako katika muda huu wa kujitafakari na kujiangalia. Mbele yako maeneo ambayo yanahitaji maamuzi mapya, yanahitaji kuweka mkakati utakaotufanya ili tuweze kustawi na kutoka mahali tulipo na tuelekee kwenye hatua iliyo njema. Bwana Yesu, nisaidie katikati ya watu wako, na unisema ya kwamba mimi ndimi Bwana nikufundishaye ili upate faida. Bwana, ninajua ya kwamba neno lako siku zote ni kwa ajili ya kutuponya, siku zote ni kwa ajili ya kutuelekeza kwenye namna ambavyo tunaweza kustawi na kufanikiwa kwenye maisha yetu. Nakataa kila roho ya uzembe katika jina la Yesu aliyefufuka, kila hali ya udhaifu katika jina la Yesu aliyefufuka, kila hali ambayo Bwana imekuwa ikifyonza maisha yetu ya kiroho, imekuwa ikifyonza utumishi wetu na huduma zetu, tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Kila hali ya kuvunjika moyo, kila hali ya kukata tamaa, katika jina la Yesu aliyefufuka. Roho Mtakatifu, tunajikabidhi mikononi mwako. Bwana, neema yako ikatufunike, neema yako ikatutunze, ili kwenye safari yetu Bwana Yesu tukatembee kifua mbele, tukatembee kwa ushindi na kwa ufanisi kwenye maisha yetu.
Roho wa Bwana mwongoze kila mmoja maeneo dhabiti ambapo Bwana anapaswa kufanya maamuzi ambayo yataleta tija kwenye uponyaji wake, yataleta tija kwenye kufanikiwa kwake, yataleta tija kwenye maisha yake ya kiroho. Najiachilia kwako na mikononi mwako, ni katika jina la Yesu mfufuka. Baba, tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa haya. Fanya maamuzi ya dhati. Mwambie tena, fanya maamuzi ya dhati na ufanye maamuzi mazuri. Usifanye maamuzi ya ovyo ovyo. Barikiwe sana.